Leo nitakuletea dalili zinazoonyesha kwamba ini lako lina shida au ini lako limeharibika, ambayo tunaita ni liver damage moja kwa moja kwa lugha ya kitaalamu. Ini tunajua ni kiungo muhimu sana ambacho kinatumika kuchuja sumu mwilini, lakini sasa hivi changamoto ya ini imekuwa ni ugonjwa ambao umekuwa ikitesa watu mara kwa mara. Leo nitakwambia ni dalili zipi zinazoonyesha kwamba una changamoto ya ini, au pia tutaangalia namna ya kujilinda ili ini lako liweze kuwa salama salimini. Kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usisahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Wengi wamekuwa wakituuliza maswali mara kwa mara, ni dalili hizi zipi zinazoonyesha ini kuharibika? Dalili namba moja, kwanza ni uchovu wa mara kwa mara. Mwili wako utakuwa unahisi uchovu bila sababu kubwa, hata hujafanya kazi kubwa, hujafanya kazi ngumu, hujafanya kazi kwa muda mrefu, lakini unahisi mwili wako unachoka. Ni kwa nini? Unaashiria ini inashindwa kutoa nishati kamili au nishati ya kutosha ambayo inakufanya wewe uweze kuendelea na majukumu mengineyo. Kwa hiyo uchovu wa mara kwa mara inaashiria moja kwa moja ini yako ina shida. Hiyo ni dalili namba moja. Dalili namba mbili, tunasema ngozi na macho kuwa ya njano. Mara nyingi ni dalili ambayo imezoeleka. Rangi ya ngozi ya macho hubadilika moja kwa moja kuwa ya njano au kijani kidogo. Hii tunasema ni inaonyesha kwamba baada ya ini yako kushindwa kuchuja sumu vizuri, basi unakuta ngozi inabadilika rangi, macho yanabadilika rangi. Ukiona dalili hiyo, basi shtuka, unatakiwa uende ukachunguze, ukacheki kama huenda una changamoto ya ini lako limeweza kuharibika au lina changamoto za hapa na pale. Namba tatu, tunasema ni maumivu au usumbufu wa tumbo la juu la kulia. Tunajua eneo la juu la kulia chini ya mapaja, hapo ndo unapata chini ya mapaja ya kulia, hapo ndo unapata shida, ambapo tunasema ni tumbo la juu kulia. Na maumivu au vimbe unaweza kuashiria au kuweza kushikilia kwa muda, unakuta unapata maumivu lakini pia kwa muda na baadaye yanaondoka. Ukiona dalili hiyo, basi utatakiwa ukachunguze, utatakiwa kuchunguza kwamba uchunguza ini lako kama liko salama au haliko salama, ili uweze kuchukua tahadhari mapema. Na namna rahisi ya kuondoa changamoto ya kiafya ni kujua changamoto mapema. Ukishajua tatizo mapema, ni rahisi kuweza kuliondoa. Lakini pia kupoteza hamu ya kula. Wapo wengi sana sasa hivi wamekuwa wakipoteza hamu ya kula, mwili unakosa hamu ya chakula, lakini pia kuzidisha uchovu na upungufu wa nishati. Hii yote inakufanya wewe uweze kukosa hamu ya kula. Kwa hiyo ikitokea unakosa hamu ya kula sana, basi ukacheki ini, ukacheki vidonda vya tumbo, na pia ukacheki acid reflux. Hizo dalili zinaashiria kwamba huenda una hayo magonjwa tajwa hapa ambayo nimeweza kukuelekeza. Lakini pia kukojoa mkojo wa rangi ya kahawia au choo kuwa cheusi. Mkojo, wengine unakuta anakuambia daktari, mimi nimekojoa mkojo mweusi kama Coca-Cola. Unapata mkojo wa rangi nyeusi ya kahawia, au pengine unapata choo kinakuwa ni cheusi, rangi ya mkojo hubadilika kuwa ya kijani au ya kahawia, na choo kinaonekana kuwa cheusi au rangi sio ya kawaida, kwa sababu bado hapo mwili unalazimisha kutoa sumu kwa njia nyinginezo ambazo hazitakiwi, au mwili wako unashindwa kuchuja sumu, unashindwa kuondoa sumu mwilini. Ndio maana unaona mkojo rangi ya mkojo, rangi ya choo inabadilika. Hiyo yote ni nini? Hiyo yote ni kwamba ini halichuji sumu vizuri, na hiyo inaashiria kwamba ini lako lina tatizo. Lakini pia kuna kupata vipele na kuwashwa kwenye ngozi, na ngozi yako inaweza kuwa nyekundu, inaweza kuwashwa na kuchubuka, kwa sababu tayari tatizo lote linalokuja linaingia kwa sababu tayari mwili wako hauna uwezo tena wa kuchuja sumu. Hii inatokana na viwango vya sumu vinavyojikusanya mwilini. Sisi tukiwa hivi kiafya nilivyo, ni kwa sababu ini yangu iko vizuri na inaweza kuchuja sumu vizuri. Sasa ikitokea imekwama, kwa hiyo ndio maana unaweza kaona rangi ya baadhi ya vitu inaweza ikabadilika.
Okay, lakini pia kutapika mara kwa mara au kichefuchefu, wengi wamekuwa wanapata hii dalili, na mwili ni moja kwa moja mwili huo unashindwa kushughulikia chakula vizuri. Kwa ndio maana unapata kichefuchefu, na kinaweza ikawa cha kila siku. Kwa hiyo kama utaona unapata kichefuchefu kwa kila siku, basi unaweza kaenda kucheki figo au kucheki ini yako. Ini hapa tunaongelea ini, sio figo, kwa sababu klipu zilizopita tumeongelea figo, ndio maana imo kichwani. Kwa hiyo unaweza ukaenda kuchunguza kuangalia shida ni nini. Lakini pia kuongezeka kwa uzito na kuvimba tumbo. Nakuta tumbo limevimbiwa kutokana na maji kujaa kwenye utumbo, ambayo tunasema ni ascites. Na mara nyingi ukipata shida ya tumbo kujaa, basi unatakiwa uende kucheki. Inaweza ikawa ascites, na ascites mara zote inasababisha kuwa na ini kuwa na shida, na inaashiria ini inashindwa kusafirisha maji mwilini. Kwa hiyo inashikilia yale maji, ndio maana unavimba, unakuwa tumbo lako linavimba, ndio hiyo tunaita ascites. Lakini pia